Kiongozi mkuu wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran Mojtaba Khamenei ametoa tamko lenye msimamo mkali sana na wa moja kwa moja na usio na tafsiri mbili kupitia taarifa ya maandishi iliyotolewa kwa umma wakati wa maadhimisho ya kile kinachojulikana kama siku ambayo Irani huiadhimisha Ghuba ya Uajemi kama sehemu muhimu ya historia, utambulisho na mamlaka yake ya kitaifa. Katika taarifa hiyo ndefu na yenye maneno yenye uzito wa kisiasa na kijeshi, Khamenei alisisitiza kwa nguvu kwamba mustakabali wa eneo zima la Ghuba ya Uajemi hautakuwa na nafasi yoyote ya uwepo wa Marekani. Alisema kwa lugha ya moja kwa moja na yenye ukali kwamba Marekani haina na haijawahi kuwa na haitakuwa na nafasi ya kudumu katika eneo hilo nyeti la kimkakati. Aliongeza kauli yenye mshtuko wa kisiasa akisema kuwa nafasi pekee inayoweza kuhusishwa na Marekani katika eneo la Ghuba ni chini ya maji yake, kauli ambayo inachukuliwa kama ujumbe wa vitisho na ishara ya uhasama wa wazi dhidi ya ushawishi wa Marekani katika eneo hilo. Kauli hizi zimekuja katika mazingira ya mvutano mkubwa wa kisiasa, kiuchumi na kijeshi kati ya Iran na Marekani, hasa katika eneo muhimu la bahari linalojulikana kama mlango wa bahari wa Hormuz. Mlango huo wa bahari ni mojawapo ya njia muhimu zaidi duniani kwa usafirishaji wa mafuta na gesi asilia, ambapo sehemu kubwa ya nishati inayosafirishwa kutoka Mashariki ya Kati kupitia hapo kuelekea masoko ya Asia, Ulaya na Amerika. Hivyo udhibiti au tishio lolote katika eneo hilo linaweza kuathiri uchumi wa dunia kwa kiwango kikubwa sana. Khamenei alitangaza pia kila alichokiita kuanza kwa sura mpya katika historia ya usimamizi wa mlango wa Hormuz, na katika kauli yake alidai kuwa Irani sasa iko kwenye nafasi ya kuchukua jukumu la moja kwa moja na la kudumu katika kusimamia na kulinda eneo hilo la bahari, akisisitiza kuwa usalama wake haupaswi kuachwa mikononi mwa nguvu za kigeni. Kauli hiyo inaashiria wazi mabadiliko ya msimamo wa Teherani kuelekea kudai ushawishi mkubwa zaidi wa kijeshi na kiusalama katika njia hiyo muhimu ya kimataifa. Zaidi ya hapo, Khamenei alitoa kauli kali kuhusu uwezo wa jeshi la taifa lake, akisema kuwa watu wapatao milioni 90 wa Irani wako tayari na wamejiandaa kutumia kila rasilimali walionayo kulinda nchi yao dhidi ya vitisho vya nje. Alifafanua kuwa uwezo huo hauishii tu kwenye majeshi ya kawaida, bali unajumuisha pia silaha za kisasa za kijeshi, ikiwemo makombora ya masafa marefu na uwezo wa nyuklia, kauli ambayo imeibua wasiwasi mkubwa katika jamii ya kimataifa kutokana na uwezekano wa kuongezeka kwa hatari ya mzozo mkubwa wa kijeshi. Ripoti kutoka kituo cha habari cha Al Jazeera kupitia mwandishi wake Reso Seda aliyekuwa Iran zinaeleza kuwa Khamenei pia ametoa wito kwa nchi za eneo la Ghuba kujitenga na uwepo wa kijeshi wa Marekani katika ardhi yao na maji. Kulingana na Irani, uwepo huo wa kijeshi wa Marekani katika nchi za Ghuba unaleta hali ya utegemezi, udhaifu wa kiusalama na kuongeza hatari ya kuvurugika kwa amani ya kikanda badala ya kuimarisha. Iran inaamini kwamba baadhi ya nchi za Kiarabu katika eneo la Ghuba zinapaswa kufikiria upya ushirikiano wao wa kijeshi na Marekani, kwa madai kuwa ushirikiano huo unazifanya nchi hizo kwa sehemu ya mivutano ya kimataifa badala ya kuwa na uhuru wa maamuzi ya kiusalama. Hata hivyo, swala jingine linaloibua mjadala mkubwa ni kutokuwepo kwa Khamenei hadharani kwa muda mrefu. Tangu alipochukua nafasi ya uongozi baada ya kifo cha baba yake katika siku ya mwanzo ya vita, hajawahi kuonekana kwenye mikutano ya hadhara wala kupitia video za moja kwa moja. Hali hii imeongeza uvumi, mashaka na maswali kuhusu namna anavyoongoza taifa, usalama wake binafsi, pamoja na muundo wa maamuzi ndani ya uongozi wa juu wa Irani katika kipindi hiki cha migogoro mikubwa. Kwa ujumla, tamko hili linaonyesha mwelekeo wa Irani kuendelea kuwa mkali zaidi katika sera zake za kigeni, hasa dhidi ya Marekani na washirika wake katika eneo la Mashariki ya Kati. Pia linaashiria uwezekano wa kuongezeka kwa mvutano wa kijeshi katika Ghuba ya Uajemi, eneo ambalo tayari ni mojawapo ya maeneo nyeti zaidi duniani kwa masuala ya nishati, usalama na siasa za kimataifa. Naitwa Onesmo Sangalali. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV.